Mshukiwa mmoja ameuawa baada ya kufyatua risasi kwenye kituo cha ukaguzi cha kikosi cha ulinzi wa rais wa Marekani, Secret Service, nje ya ikulu ya White House Jumamosi jioni. Kwa mujibu wa msemaji wa Secret Service, aliambia shirika la habari la CBS News kupitia taarifa rasmi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, tukio hilo lilizua taharuki kubwa katika eneo la White House, huku maafisa wa usalama wakiongeza ulinzi mara moja baada ya kusikika kwa milio ya risasi. Rais wa Marekani Donald Trump amepewa taarifa kuhusu tukio hilo, huku pia afisa mmoja wa White House akithibitisha kuwa rais alikuwa ndani ya ikulu wakati tukio hilo pia likitokea. Na tukio hilo limekuja miezi michache tu baada ya hali nyingine ya taharuki iliyomkumba Trump wakati wa hafla yake ya kampeni iliyohudhuriwa na waandishi wa habari na wafuasi wake, ambapo milio ya risasi ilisababisha vurugu na kusimamishwa kwa shughuli kwa muda. Katika tukio hilo, maafisa wa usalama wa Secret Service waliinua ulinzi mkali na kumtoa Trump haraka jukwaani kwa ajili ya usalama wake. Tukio lingine pia ambalo lilitokea hivi karibuni usiku ilikuwa ni wakati Donald Trump akiwa na waandishi wa habari wakiwa katika hafla ya pamoja. Kuna moja kati ya mshukiwa pia ambaye alijitokeza na kupiga risasi baada ya kupita kwenye kizingiti cha walinzi wa ikulu na baadaye alikamatwa. Matukio hayo mawili yameendelea kuibua mjadala mkubwa nchini Marekani kuhusu usalama wa viongozi wa juu wa serikali, hasa wakati wa mikutano ya hadhara, kampeni za kisiasa na shughuli zinazohusiana na waandishi wa habari. Hadi sasa mamlaka za Marekani zinaendelea kufanya uchunguzi kubaini chanzo cha tukio la hivi karibuni na iwapo mshukiwa huyo alikuwa na malengo maalum dhidi ya White House na viongozi wa serikali. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi.